Na habari gani mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya SOS Church Media, na tunakupisha tena katika kipindi kingine tuendelee kujifunza pamoja katika mfululizo wa masomo yetu ya Bobea Andikoni, na hivi sasa tukiwa na robo ya pili, lakini pia tukiwa ni somo la 3 katika juma hili. Niwakaribishe wote tuweze kujisikia amani na furaha, na Bwana aendelee kutuongoza tujifunze kwa utukufu wa Mungu. Kusudio kubwa na lengo kubwa ni kukua katika uhusiano na Mungu. Kwa hiyo tunajifunza kukua katika uhusiano na Mungu. Somo la kwanza tulijifunza kuhusiana na kupima uhalisia, tukajifunza pia kuhusiana na kumjua Mungu, na leo tuna somo linalosema kiburi dhidi ya unyenyekevu. Mbele yako ni walimu wenzangu ambao tutakuwa mbele yako tukiwa tunajifunza pamoja kwa ajili ya kuendelea kupata utukufu wa Mungu. Na kabla ya kuanza, nitawakaribisha wote tuweze kwenda kupata ombi, na ombi hili tutapatiwa na mwalimu Anoda. Mwalimu Anoda, karibu kwa ombi. Tuombe. Uhimidiwe Mungu wetu, tunakushukuru kwa siku nyingine tena. Umetupatia fursa hii nzuri sana, jina lako litukuzwe. Tunaomba Bwana uwe pamoja nasi, tuongoze, tuondolee kiburi kwanza sisi, kisha na wanaotusikiliza. Asante kwa maana Roho yako mwema tazungumza pamoja nasi sote katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Asante sana, ni kukaribishe katika somo la 3. Tukumbuke tu kwamba somo la kwanza lilikuwa limejengwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3, na somo la pili likawa limejengwa katika kitabu cha Yohana 17, na somo la 3 ambalo ni somo la wiki hii ambalo nasema kiburi dhidi ya unyenyekevu limejengwa katika kitabu cha Luka 18. Ukisoma Luka 18 ina mambo mengi kadha wa kadha kujifunza, lakini sisi kwa wiki hili tutashughulika na Luka 18 na kuanzia ile aya ya 9 mpaka 14 tutapata kisa chetu ambacho tutajifunza katika juma hili la leo. Bwana awabariki sana na niwakaribishe wote. Lakini kuna wakati mwalimu Godi, kuna wakati ambao mimi nahisi majivuno lakini pia kuna kiburi ambacho ninakipata. Labda nikuulize, ushawahi kuhisi majivuno mwalimu Godi? Asante mwalimu. Binafsi nimewahi kujihisi majivuno, kwa sababu tunapozungumzia majivuno ni hisia ya kuhisi kuwa mimi ni bora kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo wakati fulani nimehisi kujivuna. Asante sana. Mwalimu Godi anasema kwamba yeye ameshawahi kuhisi majivuno, akijiona kwamba yeye ni bora kuliko hata watu wengine. Mwalimu Godi, kuna wakati mwingine dunia imethamini sana kiburi au majivuno, si ndio? Sasa natamani tuelezee kwamba ni kwa nini dunia inathamini sana kiburi au majivuno. Karibu. Asante mwalimu. Kuna wakati, na ni kweli kwamba dunia inathamini sana majivuno. Na kwa nini inathamini sana majivuno? Ni kwa sababu moja, walimwengu tunaamini kwamba kiburi ni sehemu ya kutuongezea thamani, kwa sababu asili ya kiburi ni ubinafsi, lakini pia na kujipenda wenyewe. Na mara nyingi kiburi kinachochewa na wingi wa mali, uwezo wetu binafsi. Hivyo mara nyingi ndio vinakuwa vinachochea kiburi. Na kwa sababu ya hivyo, uwepo wa hivyo, na kwa sababu ya dunia inatamani sana kumiliki hivyo, tafsiri yake thamani yetu tunahisi kwa asilimia kubwa iko katika vitu. Na ndio maana dunia inapambana sana kumiliki vitu. Inaamini thamani ya mtu ni kumiliki vitu vingi na kuwa na uwezo mkubwa. Mara nyingi hiki ndicho kinachochea kiburi. Mwisho wa siku dunia inakuwa inapambana na kuelekeza nguvu zake huko. Asante sana. Mwalimu Godi anasema kwamba dunia inathamini kiburi ni kwa sababu kiburi ndicho ambacho watu wengi wanakifuata sana, kwa sababu wanatafuta mali, na mali ndio ambayo hasa inatusababisha sisi kujiona kwamba nikiwa na mali na kuwa bora sana kuliko hata mtu mwingine. Lakini watu wenye kiburi ni mabingwa sana wa kuwashusha wengine. Yaani mtu akiwa na kiburi anamuona mwingine na ni kama hastahili kabisa kuwa katika hadhi fulani, kwa hiyo anatamani amshushe. Kwa hiyo kiburi sio kizuri. Lakini kuna
kuna haja ya kujifunza na kufuatilia vizuri katika kitabu cha Luka 18. Mimi katika kusoma kwangu Luka 18 kuna mambo kadha wa kadha ambayo nimejifunza, nitakuelezea tukiwa tunaendelea. Lakini sana nimejifunza kuhusiana na habari ya kadhi ambaye yeye alikuwa ni kadhi dhalimu ambaye aliweza kumsumbuliwa sana na mtu ambaye alimwambia anataka amwamulie haki. Lakini pia kuna habari za Farisayo na mtoza ushuru katika Luka 18. Na hivyo nimkaribishe Mwalimu Lesia atusomee katika Luka 18 na mstari wa 14. Tumechagua tu fungu hilo, lakini wewe usome Luka 18 sura nzima. Bwana akubariki sana. Mwalimu Lesia, karibu utusomee kitabu hicho. Asante. Luka 18 mstari wa 14, Biblia takatifu inatuambia, nawaambia huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezae atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Asante, kwamba anayejishusha anadhiliwa, Mungu anampatia kibali, na yule ambaye anajipatia kibali mwenyewe Mungu anamshusha. Sasa kuna wakati kiburi kinatutenga mbali na uwepo wa Mungu. Kweli. Mahusiano yetu na Mungu yanapotezwa na kiburi. Kweli kabisa. Sasa kujijua wenyewe, wakati mwingine maana ukiwa na kiburi, mtu anaweza kuwa na kiburi na sijue kama ana kiburi. Sasa kujijua mwenyewe kunatusaidiaje kurudisha mahusiano yetu pamoja na Mungu? Yaani kujijua wenyewe kunatusaidiaje kukua katika uhusiano na Mungu? Karibu Mwalimu Monica. Asante mwalimu kwa swali nzuri. Tunawezaje kujijua wenyewe? Kiuhalisia sisi kama binadamu, sisi tunaweza tukawa tunajisifia katika maisha yetu ya kawaida. Inawezekana unaweza kufanya vitu vingi vizuri na pia ukajisifia. Pengine kwa hii wiki nimefunga, kwa hii wiki nimefanya vitu fulani, kwa hii wiki nimetembelea wagonjwa, lakini hiyo haina maana kabisa katika ufalme wa Mungu. Lakini Mungu anatamani sisi tufanyaje? Tujishushe. Katika Biblia tunaona kisa cha Farisayo na mtoza ushuru. Farisayo alipofika pale mbele za madhabahu, aliomba akijisifu kwamba yeye amefunga, ametoa zaka sadaka kamilifu, lakini mtoza ushuru alipoenda mbele za Mungu alisema kwamba mimi mwenye dhambi, Mungu naomba fanyaje? Unisaidie. Katika hiyo hali tunaona kwamba kupitia neema, mtoza ushuru alitegemea neema ya Mungu. Ina maana alitegemea wokovu wake ni kwa sababu ya neema ya nani? Ya Mungu. Ina maana Mungu ndiye anaweza kumpandisha na kumfikisha katika wokovu wake. Lakini Farisayo aliamini katika vitu anavyokuwa akivifanya vitamfanya yeye afikie wokovu, ambavyo ni tofauti kabisa. Ili uwe juu ni lazima uwe chini, na ili uwe chini lazima uwe juu. Asante sana, ametuachia msamiati, ili uwe juu lazima uwe chini, na ili uwe chini lazima uwe juu. Kwa hiyo kaa utafakari ukiwa unajivuna, yani jinsi ambavyo unajivuna kwa mafanikio yako ulionayo, mbingu ikikuangalia inakuangalia kwa njia tofauti kabisa, na kukuona kwamba bado haustahili, unastahili kuendelea kunyenyekea na kuwa mnyenyekevu kwa kumkiri Mungu. Kumbuka mtoza ushuru yeye alikiri hali yake ya dhambi. Kwa hiyo alijijua kwamba yeye ni mwenye dhambi. Kwa hiyo alisema sistahili, nastahili neema ya Kristo. Na wewe ukiwa na hali ya kukiri kwamba wewe ni mwenye dhambi, unastahili neema ya Kristo, Yesu anawahitaji watu kama hao, ndio ambao anawaokoa. Wanafunzi wa Yesu walikaa naye kwa takriban miaka 3.5 na hawakuweza kuipata tabia hiyo. Na Mwalimu Anoda, unaweza ukakaa na mwizi na usiwe mwizi? Inawezekana. Nikivipa wanafunzi wa Yesu wamekaa na Yesu kwa takriban miaka 3, lakini hawakuweza kuwa wanyenyekevu kama Yesu. Nini ambacho kiliwasibu? Nashukuru sana kwa swali zuri na la changamoto. Wanafunzi wa Yesu walikaa na Yesu takriban miaka 3, lakini hawakuwa wanyenyekevu kama Yesu. Hiyo inaashiria nini? Dalili ya kuridhika na kiburi. Kiburi ni jambo ambalo Mungu analichukia sana, na tunaona hata Lucifer kuanguka kwake mbinguni ni kiburi. Amepewa sauti 12 akajitukuza na kujiona kwamba mimi ndio mimi, akaanguka.
Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu walikuwa wamepatwa na hali ya kiburi. Kwa hiyo unyenyekevu haukuwemo ndani yao. Wakaanza kung'ang'ania madaraka kwamba Yesu anaondoka sasa, nani atakuja kutuongozea hapa? Ile hata tunaona katika uchaguzi wa viongozi wakubwa wa nchi, kuna namna fulani wale ambao wanafuata baada ya cheo cha rais wanaanza, huenda nikawa mimi, huenda akawa yule, na sometimes namna hata machafuko yanatokea kwa sababu ya kiburi. Kwa hiyo unyenyekevu uliotoka wanafunzi wa Yesu, ndio maana tunaona walishindwa kuwa kama yeye, na licha ya kwamba waliishi naye kwa muda mrefu. Asante sana kwamba wanafunzi wa Yesu walishindwa kuwa wanyenyekevu, na mwisho ni kwamba waliridhika na wito wao na wakashindwa kuwa wanyenyekevu. Lakini pia sio hivyo tu, ni kwamba ili uweze kumfuata mtu fulani kunahitaji mabadiliko kuanzia moyoni. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu mabadiliko ya kutoka moyoni hawakuweza kuwa nayo, maana walimfuata tu, lakini hawakuwa na mabadiliko ya moyoni ili kuweza kuishi kama Yesu. Na kunayo haja ya kutazama sehemu, Mwalimu Lesia. Kunayo haja ya kumtazama mtu fulani. Ni nani tunapaswa kumtazama? Asante ndugu mwalimu. Yeah. Tukitaka kujifunza juu ya somo hili kwa uzuri zaidi juu ya kiburi dhidi ya unyenyekevu, Yesu ni mfano tosha. Huyu pekee inatosha kumtazama na kujifunza yoyote. Asante sana. Sasa umetuambia ni Yesu, lakini hatujajua vizuri kwamba ni kwa nini tumtazame yeye na katika kupambana na kiburi dhidi ya unyenyekevu. Asante mwalimu. Kwa nini tumtazame Yesu? Yesu ni mfano wa haya yote. Tunaposema kiburi dhidi ya unyenyekevu, yeye anaweza kuwa ni mfano tosha wa somo tosha kuelewa nini ambacho tunatakiwa kujifunza. Ukisoma Biblia takatifu inatueleza kwamba Yesu alikuwa na wanafunzi, na hawa wanafunzi sehemu nyingi alizokuwa akitembea akienda, basi alikuwa yuko pamoja na wao. Hao wanafunzi walipata nafasi ya kula na Yesu. Wakati Yesu akitenda miujiza, akiponya watu, akifufua watu, hawa wanafunzi walipata nafasi ya kushuhudia yoyote. Na huyu Yesu sifa zake zilienea sana. Kwa kiasi kikubwa sana, miji mingi aliyopita sifa zake zilienea. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu alikuwa sasa amejipatia umaarufu kulingana na vile ambavyo alikuwa anafanya, ni dhahiri kwamba alikuwa na kila sababu ya kuwa na kiburi au kuonesha kiburi kwamba yeye sasa ni yeye. Kwa sababu kwa kawaida wagonjwa walipokuwa wanaugua, inapotokea kwamba mtu amepata changamoto halafu akamwambia mtu na simsaidie, lakini mwisho wa siku Yesu anakuja kufanya hivyo, Yesu alikuwa anapata, kuna sifa fulani alikuwa anapata. Sasa huyu Yesu hizi sifa zote, yani kuponya, kutenda miujiza, kila kwa namna ambavyo aliweza kugusa maisha ya watu, alikuwa tayari ameshakuwa ni maarufu. Na kwa sababu hiyo, basi Yesu alikuwa na kila sababu ya kujivuna. Ni sawa tu na maisha ya kawaida ya sasa kwamba mtu fulani anapokuwa kwenye sehemu fulani ya juu, yani kuna mtu ambaye ni mtu wa hali yake ya maisha iko chini na kuna mwingine maisha yake yako juu, au tukizungumzia kwa hali ya kawaida tuna viongozi na kuna watu wa kawaida kabisa, watu wa chini. Sasa mtu ambaye yuko juu anapokuwa na nafasi ya kufanya kitu fulani kwa mtu wa chini, basi anaweza kuona kama yeye ndio kila kitu sasa kwa hawa watu wa chini, kwa sababu anajua anategemewa. Hivyo ni hali ambayo Yesu pia alikutana nayo. Yaani wakati watu wakimpelekea changamoto, kuna yule akida anaenda anamwambia mwanangu anaumwa, kuna yule mama anaenda anasema mwanangu amepooza, vitu kama hivi. Alafu Yesu pekee ndo anaweza kufanya hivyo vitu. Alikuwa na uwezo wa kuonesha kiburi kwamba hamna kitu mtanifanya, kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kufanya kitu chochote. Lakini Yesu pamoja na hayo yote, kufahamu uwezo wake, bado alidumu kuwa mnyenyekevu, akigusa maisha ya watu bila kuangalia kwamba huyu alikuwa ni mtu wa aina gani. Kwa ni somo tosha. Yaani Yesu hakuonesha kiburi pamoja na uwezo wake wote. Alikubali kushuka, kugusa maisha ya watu kwa namna zote. Asante sana. Wewe ni rais ambaye umepewa dhamana ya kuweza kuliongoza taifa. Na mwisho ni kwamba
ili uweze kuendana na watu wote inakubidi ushuke. Utaweza? Uweze kushuka katika maisha ya mtu ambaye yuko chini kabisa, kiasi kwamba kula yake anategemea mpaka aende akapambane, lakini wakati mwingine anapambana anakosa. Na Yesu yeye alifanya hivyo, alikuja akatufia sisi ambao ni wadhambi, licha ya kwamba yeye ni Mungu. Hakuona kuwa sawa na Mungu kwamba ni nini, ni kitu cha kushikamana nacho. Yeye akashuka akaja kutukomboa. Ni upendo ambao ni wa ajabu sana. Leo hii tu mtu akiwa nani, akiwa tu ni mtendaji kuenda kuambatana pamoja na watu ambao shaoni ya chini ni changamoto, lakini yeye ambaye ni Mungu alikuja kwetu sisi akatuchukua akatuinua juu ili na sisi tuweze kupata uzima. Asante sana, na natamani nisalie kwako Mwalimu Lesia. Natamani nisalie kwako Mwalimu Lesia, utuambie Yesu ni mfano wa unyenyekevu na kujikana kwa namna gani? Karibu. Asante, nashukuru sana. Yesu ni mfano wa unyenyekevu kwa jumla ya maisha yake yote ambayo ameyaishi wakati akiwa ameshuka hapa ulimwenguni. Tukisoma katika Biblia Takatifu, kitabu cha Wafilipi, naomba nitanukuu Biblia, Wafilipi sura ya 2 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 8, anasema kwamba iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti hata mauti ya msalaba. Kwamba Yesu alikuwa na kila sababu ya kubaki na kile cheo alichokuwa nacho, alikuwa na kila sababu ya kubaki mbinguni. Lakini huyu Yesu akaona kukaa mbinguni na kuacha viumbe ambavyo ameviumba vikiendelea kuteseka hapa ulimwenguni sio sawa. Yaani kukaa mbinguni, kushikamana na mbingu, abaki mbinguni wakati vitu viumbe alivyoviumba vinateseka, hakuona kwamba ni kitu ambacho ni sawa kabisa. Hivyo akaamua kushuka chini, mahali ambako dhambi ilikuwa imeingia duniani, dhambi imeingia, akaamua kuishi maisha ya kawaida kabisa, maisha ya mtu wa chini, kwa sababu hata ukisoma historia namna alivyozaliwa, mahali alipozaliwa sio sawa na wenda watoto wa kipindi kile walipozaliwa. Lakini yeye akashuka, akaishi maisha ya chini kabisa, akaishi akifanya shughuli za watu wa chini kabisa, na alikuwa na uwezo wa kufanya kitu chochote, lakini bado akaamua kuishi sawa na vile ambavyo raia wa kipindi kile walikuwa wanaishi. Lakini jambo la pekee ni kwamba alikuwa akigusa mahitaji ya watu. Yaani aliweza kugusa mahitaji ya watu, wale waliokuwa na changamoto, waliokuwa na wagonjwa aliwaponya, wale waliokuwa na changamoto za kila aina aligusa mahitaji ya ndugu zao, mahitaji ya kwao. Hivyo aliamua kujikana, kuachana na ile fahari yote ya mbinguni, ila akaamua kuishi maisha ambayo wanadamu ingetusaidia na hata sasa anatusaidia kuwa wanyenyekevu. Aliamua kujinyenyekeza chini kabisa, pamoja na kwamba alikuwa na uwezo wa kufanya kila kitu na kuishi maisha ambayo yalikuwa ni maisha ya juu kabisa. Asante sana. Dunia yetu ingekuwa tofauti sana kama wote tungefuata mfano unyenyekevu wa Yesu. Katika Wafilipi 2 mstari wa 3 kianza, Paulo anasema kwamba kila mmoja mhesabu mwenzake kuwa sawa na yeye. Kila mtu kwa hiyo wewe ukimthamini mwenzako, kamaona kuwa ni bora kuliko wewe, na yeye hakuona kwamba wewe ni bora kuliko yeye, maisha yetu yatakuwa ni mazuri sana, ambayo yatakuwa yamejazwa na uwepo wa Mungu. Maana ndio kanuni ya mbingu. Kanuni ya mbingu inakuona ni bora, lakini pia na wewe unatakiwa uone kuwa ni bora zaidi yule mwenzako ambaye ameweza kukuona bora. Na ni rudi kwa Mwalimu Anoda. Mwalimu Anoda, unadhani kwa kiwango gani kiburi na tamaa ya kujipatia heshima kunatuzuia kupokea baraka za Mungu? Swali zuri sana. Kiukweli tunakosa baraka nyingi sana maishani mwetu leo, mwalimu. Kuna wakati Mungu ametuandalia mambo mazuri na makubwa, lakini kwa sababu sisi tuna kiburi tunavikosa. Kuna wakati hivi hujawahi kupitia situation au hali fulani ambayo
unasema nikipata hiki watanikoma. Nawahi kutokea hiyo. Ya, na tunaongea kwamba yani mimi nikipata gari yani nitakuwa natimulia watu vumbi. Hata nitamwagia na unamwagia maji. Kwa hiyo Mungu anapoangalia anasema huyu hamna, acha atembee kwa miguu hadi anakufa. Kwa sababu sisi tunaonyesha tayari kiburi. Kwa hiyo kiukweli inatufanya tunakosa mibaraka ya Mungu. Ndio. Asante sana. Wakati mwingine Mungu akikuangalia mawazo yako nayo yawaza, anaona huyu hapana. Kuna mtu mwingine anasema yeye akipata shilingi 5,000 tu watu watafanyaje? Watu watamkoma. Kwa hiyo Mungu wakati mwingine akiangalia hata 5,000 haupati. Ni kumbe ni kwa sababu wewe ndiye ambaye una mawazo yako ulionayo ni mabaya. Kwa hiyo Mungu anaona kwamba hali sio nzuri sana. Mwalimu Monica, unapata fundisho gani ukisoma katika Luka 18 na ukisoma habari ya mtoza ushuru? Unajifunza nini kutoka kwake? Karibu. Asante mwalimu kwa swali zuri. Luka 18 imetuelekeza tuwe wanyenyekevu. Lakini tunaona kwamba Mfarisayo alipojinua hakupata thamani mbele za nani? Za Mungu. Lakini alionekana kama mtu ambaye yani sifa zake zile, kumbe kutenda kwake kule kote kulikuwa hakuna maana kabisa mbele za Mungu. Kwa hapo tunajifunza kwamba tunatakiwa tu nini? Tunyenyekee mbele za nani? Za Mungu. Lakini ukisoma katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5, Biblia inasema, vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu wapinga wenye kiburi, lakini wapo wanyenyekevu neema. Unaona, tunajifunza kwamba Farisayo alikuwa ni mwenye kiburi, kwamba Mungu alimpinga. Unaona kwamba kumbe kutaja kwake kule kote, kuongea kwake kule kote, matendo yake yale yote hayakuwa na thamani kabisa mbele za Mungu, lakini Mungu anawapa wanyenyekevu nini? Neema. Hebu tutamani kuipata hii neema ya Mungu, kwa sababu inatosha kabisa katika maisha yetu. Kwa sababu kupitia neema Mungu atatufanya kuwa nini? Wa juu. Asante. Asante sana. Wenye kiburi Bwana huwashusha, lakini huwapa neema wanyenyekevu wa moyo. Mungu anapenda watu ambao ni wanyenyekevu wa moyo, ndio ambao anawapatia neema. Kiburi chako kinakufanya Mungu anakukataa na anakushusha. Unavyokuwa unafika sehemu unaanza kuomba kwa kujigamba, unasema kwamba mimi natoa zaka na sadaka kwa uaminifu, nafanya hiki na hiki. Mungu akiangalia anasema naye vipi huyu? Kwa hiyo kuna namna ambayo unafanya vitu ambavyo Mungu akiangalia, wewe ukiangalia unasema yani hapa nimeua. Yani kama ni mbinguni basi hapa ninasubiria Yesu aje. Lakini mbingu zikiangalia zinaona kwamba bado umepungua. Ni kwa sababu umekosa unyenyekevu wa mali ambazo Mungu amekupatia. Mwalimu Godi. Ndio mwalimu. Watu ambao wana kiburi. Hivi kiburi kinaweza kuwa ni kizuri? Asante mwalimu. Ukweli ni kwamba hakuna kiburi kizuri. Sawa. Hakuna kiburi kizuri. Lakini ni lazima tuelewe kwamba kutambua, kuthamini, lakini pia kuelewa uwezo wa Mungu juu yetu si lazima iwe kiburi. Okay. Lakini pia lazima tutambue pia kuna namna ya kujipenda. Kwa sababu asili ya kiburi imetokana na mambo mawili. Ubinafsi, lakini pia kujipenda wenyewe. Kwa hiyo kuna aina fulani ya kujipenda ambayo Biblia imetolea maelekezo. Ukisoma katika kitabu cha Marko 12 aya ya 31, maandiko matakatifu yanasema, na ya pili ndiyo hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hakuna amri nyingine iliyo kuu kuliko hizi. Kwa hiyo kumbe Biblia inataka tujipende. Lakini wakati tunajipenda sisi, tunatakiwa tupende wengine kama tunavyojipenda sisi pia. Sawa. Hicho ndio kiini cha upendo. Tafsiri yake, kiburi ni kweli kinatokana na kujipenda wenyewe. Lakini upendo usio na ubinafsi sio kiburi. Na huo ndicho ambacho Biblia inakisema, tunatakiwa tuwapende wengine kama tunavyojipenda nafsi zetu.
Asante. Kwa hiyo kumbe nikijipenda halafu nikawapenda na wengine sio kiburi. Mwalimu Godi. Ndio, sio kiburi. Kama ninavyojipenda. Lakini nikijipenda mwenyewe halafu siwapende wengine kama ninavyojipenda. Hicho ni kiburi. Asante sana. Kwamba kiburi unavyokuwa unajipenda kuliko kupenda watu wengine, hicho ni kiburi, kwa sababu wewe unajiona wa thamani kuliko kuwaona wengine walivyo wa thamani. Kristo yeye alijiona kwamba ni wa thamani ndio, lakini pia akatuona kwamba na sisi ni wa thamani sana, akaamua kuja kutufia na kutuweka katika hali ya usawa. Madam Lesia, mtu ukimpenda kama unavyojipenda mwenyewe, unaweka kwenye viwango ambavyo ni sawa na wewe. Chukua hiyo itakusaidia. Kwa hiyo kiburi sio siku zote kwamba kitakuwa ni kibaya. Kiburi umesema mwalimu ni kibaya? Kiburi ni kiburi. Kiburi ni kiburi. Asante. Kiburi ni kiburi. Kiburi hakiwezi kuwa kizuri, lakini ukumbuke kwamba unavyokuwa unathamini na kutambua talanta ambazo Mungu amekupatia, vipawa ambavyo Mungu amekupatia, sio kiburi, kwa sababu siku zote kazi na talanta za Mungu ambazo amekupatia, vipawa ambavyo Mungu amekupatia ni kwa ajili ya kuwahudumia wengine. Kama wewe unasema na kipawa cha Mungu na wahudumia watu wengine, kitathimini kipawa chako, kwa sababu yaweza kuwa sio kipawa ambacho kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Na lakini pia mtazamaji na msikilizaji anatakiwa afahamu kwamba kiburi hajaanza yeye. Si ndio Mwalimu Monica? Kweli. Kiburi hajaanza yeye. Alianza nani? Shetani. Alianza Shetani mwenyewe, ndiye ambaye alianza na kiburi. Kwa hiyo unavyokuwa unafanya kiburi, usikasema kwamba wewe ni wa kwanza. Na kumbuka kwamba mambo ambayo unayafanya, usikajiona kwamba wewe hayo mambo unayoyafanya ni wa kwanza. Watu waliyafanya huko nyuma. Na usijue kuna watu wengine mtu anaangalia wale wanafunzi anasema, yaani wanafunzi wamekaa na Yesu miaka 3 na bado wakashindwa kuna nini? Usizani kwamba wewe ni wa tofauti. Ujue kwamba na wewe ni wale wale ambao wanafunzi walioweza kumkana Yesu. Hiyo ilikuwa ni somo la 3, kiburi dhidi ya unyenyekevu. Kiburi sio kizuri, tufanye na kuwa wanyenyekevu vile ambavyo Yesu yeye alinyenyekea. Na nikuombe kwamba ombi hili liwe ni ombi lako, uweze kuomba, Bwana chukua moyo wangu, kwa maana siwezi kuutoa, ni mali yako. Uhifadhi uwe safi, kwa kuwa siwezi kuhifadhi kwa ajili yako. Uniokoe licha ya ubinafsi, udhaifu wangu, tabia yangu isiyofanana na ya Kristo. Niumbe upya, unifinyange, uniinue hadi katika mazingira safi na matakatifu, ambamo mkondo wa upendo wako unaweza kupita ndani ya roho yangu. Amina. Na Bwana awabariki sana, na tuendelee kufuatilia na tuendelee kusoma. Lengo ni kwamba tunatakiwa kila mmoja tuweze kuunganika na kupata kuwa karibu na Kristo. Uhusiano wetu na Mungu ni wa muhimu sana na ndio wa kwanza natakiwa tuweze kujenga. Ni kushukuru sana wewe ambaye umeendelea kuwa pamoja nasi, na nikualike uendelee kuwa pamoja nasi katika vipindi hivi ili tuendelee kubarikiwa sote na tuendelee kujifunza namna ya kuwa karibu na mahusiano mazuri na Mungu wetu. Bwana abariki sana. Kwa niaba ya timu nzima ya SUA SDA Church Media tunatoa shukrani zetu za dhati. Endelea kutufuatilia na Bwana endelee kutubariki. Ulikuwa na mimi mwenyekiti wa siku ya leo Furaha Masala, lakini pia tulikuwa na Mwalimu Anolda ambaye yuko hapa mkono wangu wa kulia. Hapa karibu yangu ni Mwalimu Monica ambaye tumekuwa naye katika siku ya leo. Pia kuna Mwalimu Godi ambaye tumekuwa naye, lakini pia kuna Mwalimu Lesia. Nao tumeweza kukuletea mjadala huu mfupi kwa uzuri zaidi. Bwana kubariki sana, endelea kuwa pamoja nasi. Tunavyoenda kufunga basi nimkaribishe Mwalimu Godi atupatie ombi kwa ajili ya kuhitimisha. Mwalimu, karibu. Asante, tuombe. Asante Yesu kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa ajili ya somo hili zuri ambalo umetupatia. Kiburi dhidi ya unyenyekevu. Mara zote kiburi kimekuwa kikikwea juu dhidi ya unyenyekevu. Tunakuomba Yesu uliye mwema na mtakatifu, utusaidie kuwa wanyenyekevu. Msaidie ndugu msikilizaji pale anaposikiliza neno hili likawe jema machoni pake na likamjenge na kumwandaa kwa ajili ya ufalme wako. Ninaomba kwa jina lako Yesu Kristo. Amen. 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 Asante. Tusiwe kama Farisayo, tuwe watu wa kunyenyekea kwa Kristo. Bwana abariki na Bwana awe nanyi.